Naam, mwanzo kwanza niwapongeze nyote yani katika masala kama haya yana manufaa sana katika ndoa, na kama alivyozungumza dada yetu Ramla ni kwamba yani amezungumza yani katika kufunga, yani tuseme ni meza kama hii. Naam, amezungumza vizuri katika kujuana, katika kila mmoja kuheshimu hisia za mwenzake. Muhimu sana katika ndoa, muhimu sana katika maisha ambayo tunaishi ndani katika dunia, si ndoa tu peke yake, ila pia kwa mwenzako unaofanya naye kazi ama mwenzako pia ambaye yuko karibu yako, muhimu sana. Naam, kitu ambacho yani tuseme kama ulivyozungumza ukasema mitihani kama haya, kuna mitihani naam yanatokea sana. Iambui kwamba ni lazima sana yani zile haki zako wewe ni lazima kuzipata. Kuna wengine katika haki kama hizo watanyimwa, na mtihani yenyewe ni kama kule kama haki hutoipata ndio mtihani. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anakutarajia nini yani mwanamke kufanya? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakutarajia wewe kuwa na subra katika ndoa kama ile, na uweze kuijenga ndoa kama ile. Si kwamba ni lazima yani upate sana ile, shaona, japo ni muhimu kwako wewe kuipata. Lakini kama ulivyozungumza na kama nilivyoona hapo yani kabla hujafunga yani Madina katika baraza kama hii, ni kwamba yani alivyozungumza dada yetu tuseme yani katika message ambayo wamekutumia kwa yani wamepanga yani ni group yani kwa wanawake kuweza kutoka yani ukaenda kutafuta zile raha zile. Huwezi kupata raha yoyote ya mume wako nje, na itakuwa umeingia katika fitna. Na kwa hiyo siwavunji moyo hasa katika masala kama haya yani wanawake wenye kufanya hivyo, lakini ni lazima wachunge mipaka. Japo sheria inaruhusu katika haki zako, lakini sheria inataka uwe na mtizamo na kanuni za Kiislamu. Kwa hiyo huwezi kutoka nje ya Uislamu. Naam. Kwa hiyo huwezi kusema mimi sijapata hizi yani sijaipata hii, kwa hiyo ni lazima niunge group yani niende nikapate haki kama hizi yani kwingine. Naam, huwezi kupata hiyo isipokuwa utaingia katika masala ya dhambi na kupotea. Na kwa hiyo hatuchangii katika haya katika jamii yetu, tunachangia katika subra. Na tukumbuke pale Rasul sallallahu alaihi wasallam amezungumza akasema, mwanamke yote atakayevumilia yani ni shida na dhiki kwa mume wake, ni kwamba ataweza kuingia janna na Mtume sallallahu alaihi wasallam mguu kwa mguu, na hakuna furaha kama hiyo. Naam, kwa hiyo tuchunge hisia pia za wanawake tuseme yani kama ni wanaume, na wanawake pia wachunge hisia za waume zao. Tusileteane katika kudhara ama katika depression ikiwa imezidi kwa yule mwanamume hakupi yani zile haki zako. Ni moja katika haki yako yani uweze ukaita wazee na kila kitu ukazungumza, ama ukazaidi na kila kitu akawa ni masala ya kadhi. Naam. Kwa hiyo naam, nashukuru Mwenyezi Mungu katika haya machache, na tumuombe atuelekeze katika yale ambayo ni sawa, na tuzifuate sunna za Rasul sallallahu alaihi wasallam. Shukran, nakushukuru sana. Shukran. Ongeza pia mashallah. Nashukuru Mwenyezi Mungu awadumishe upendo, maelewano, masikizano, mapenzi na huruma katika ndoa zetu. Ni sisi tuwajibike, tuzidishe upendo katika ndoa zetu, tuzidishe neno pole, tuzidishe neno shukrani, zawadi mara kwa mara. Jamani, hiyo emotional support ni muhimu sana. Kwa nyinyi ambao mnajiuliza mbona hatuna furaha katika ndoa, mmekosa hiki, na mkikizidisha basi mambo yatakuwa sawa. Bora wenu ni yule amchaye Mwenyezi Mungu zaidi, na miongoni mwa waume yule bora ni yule aliye bora kwa wake zake. Sasa waume jitahidini muwe bora kwa wake zenu, na sisi wanawake kama alivyosema, ukimpa mume mapenzi na utapokea mapenzi. Tusikate tamaa. Masala.